Kato. Ndamugeithia na ngeithi cia Ngai Mumbi na nicio iguaga ithuĩ Ithĩramu tukiuga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ugicokia maundu macio thiini wa rũthiomi rwitũ rwa Ũgĩkũyũ ni kuuga thayũ wa Ngai ũgĩ hamwe nawe. Ona yoka kimucokerio na yoka kigo ona thayũ wa Ngai ũgĩ hamwe nawe. Tuko hapa Lionderi ambaye ni katika kaunti ya Kiambu, na tumekuja leo, tulikuwa wageni hapa, tumealikwa. Kulikuwa na hafla ya Waislamu na tumeshukuru kwa sababu tumepokelewa vizuri, tumekula, tumeshiba, tumeongea mengi, na pia pahali mingi tukienda huenda tukakuta watu ambao wangetaka kujua Uislamu. Najua Uislamu imewekwa mambo mengi sana, yani imesemekana Uislamu, yani ile misconception, yani ile watu mambo wanaambiwa Uislamu sijui ni dini ya majini, sijui ni dini ya kufuga pepo, sijui ni dini ya wanakamua maiti, sijui ukitaka kusilimu mpaka upigwe na mayai. Yani kuna mambo mengi sana ambayo imewekwa katika Uislamu mpaka imetia watu uoga. Hata kama uko vijijini, hapa tuko vijijini, watu hapa kuwauliza Waislamu, akiona Muislamu amevaa kanzu anafikiri anaona jini. Sasa hii ni tabu sana. Hii mambo imewekwa na watu wameweka mambo yani ya chuki tu, yani kuchukia kitu fulani ambaye si kweli. Na mimi kwa majina, mimi naitwa Hassan Kariuki na mimi ni Muislamu, na niko na mzee wangu hapa pia, amepitia pia akakuta tukiongea hapa. Sijui anaitwa nani? Naitwa Masharia. Na mimi niseme ni rafiki wa hapa wa hii boma. Ya hii boma. Na nilikaribishwa jana. Sikujua kile ambacho kinaendelea ama nimekaribishwa kwa nini. Okay. Lakini Joki, mama wa hapa, akaniambia tukiwa na mzee, tulikuwa tumeketi tuje saa 3. Kuna jambo anataka tuongee kuanzia saa 3 mpaka saa 7. Lakini mimi nikasikia, kwa sababu hajaniambia siku nyingine waje nikuje. Kaja nikakuta Waislamu ni wengi. Akanikaribisha, akaniambia niingie msikiti mara ya kwanza. Niliambiwa watu wengi bereni, nilikuwa nimeambiwa kama mimi sio Muislamu siwezi kubaliwa kuingia katika msikiti. Ati nikiwa Mkristo ama nikiwa mimi sijasilimu, nikiingia kwa msikiti ati nitapigwa na mawe. Sasa leo sijapigwa na mawe. Sasa mambo mengine tunasikiaga, leo nimeona ni udanganyifu ama ni uongo mtu. Nafikiri tumekuwa na wewe mpaka ndani. Umekaa ndani kwa msikiti tukiongea, na ukakaa mpaka wakati tulianza kusali uko ndani. Hata kwa maombi nilikuwa hapo. Nikaona vile mnasali, vile mnafanya, mnainama. Hayo yote nimeona. Sasa ni kitu gani sana inakusumbua katika mambo ya Uislamu? Pengine ungetaka kujua ama umeshaambiwa, sababu jina yetu na watu wanaenda kiharibu na sio vile iko. Jambo la kwanza, kuna watu tofauti. Kuna watu wanaamini hakuna Mungu, na kuna wengine wanajua kuna Mungu. Yes. Lakini pahali tumefika, kunaonekana kuna miungu ya aina nyingi. Yes. Sasa Waislamu wanaonekana wako na Mungu wao, yani Mungu wa kipekee. Sasa ndio nilikuwa sasa swali yangu iko hapa. Kwa sababu wakati mlipokuwa mnasali, mliangalia upande huu. Ndio. Na vile mimi naonanga wa Kikuyu, hawa wazee wanaitwa kiama. Wanaangalia, wanasemaga wacha tuangalie Kirinyaga, ketulole Kirinyaga. Yes. Sasa kuangalia Kirinyaga, na nyinyi pia nimeona mmeangalia Kirinyaga. Sasa nikadhania ule Mungu wa wale wa Kikuyu ndio nanyi mnasali ule Mungu. Kwa nini mnaangalia Kirinyaga kama wale? Sasa hiyo ndio swali ya kwanza. Ni mzuri kwa sababu unajua hii mambo, kama watu wangekuwa na wasikiza wengine na wanasoma
wangekuwa wanajua mambo mengi, kwa sababu tukiwa hapa tumeelekea Kirinyaga kweli. Umeona tukisali kweli tuna direction ya Mount Kenya. Na direction ya Mount Kenya ndio direction ya Maka. Naona hiyo direction ya Mount Kenya. Direct ukipita Mount Kenya upite katikati hivi, uende direct tutaenda mpaka Kaaba. Pale msikiti wa Kaaba pale iko. Hapo ndio watu wote, mtu akiwa huko, ukiwa Amerika, ukiwa China, ukiwa Russia, ukiwa South America, wote wanaangalia hapo. Hata wale wamezaliwa hapo Maka wanaangalia hapo. Na hiyo sio sisi wa kwanza, hata watu wa zamani walikuwa naelekea direction moja. Hata wana wa Israeli walikuwa naelekea pande moja, walikuwa naelekea Yerusalemu wakiomba. Nafikiri sisi tunataka kutoa maandiko. Kitabu yetu hii ni Korani. Sijui kama umeshaiona. Unaona Korani? Unaona wewe? Nilia mbele ona kumenya. Tamehutie. Hebu ishike, kwa sababu unaambia ukishika tutakuwa wazimu. Najua watu wanaambia hata tukishika Korani tutakuwa wazimu. Na Wakristo tunawapatia Korani kila siku. Unaona hata ukiangalia tunagawa kila siku. Hii sasa unaona hii ndio Korani sasa. Hii Korani unaona imeandikwa inatoka chapter 1 inaanzia huko. Right? Ikienda huko. Unaona? Na unaona imeandikwa na original language. Kwa sababu wale manabii walitumwa na Mungu, hawakuwa wanaongea lugha ya Kikuyu ama Kizungu ama Kifaransa, walikuwa wanaongea lugha ile amezaliwa na mama yake. Akina Musa walikuwa wanaongea lugha ya kwao. Akina Yesu walikuwa wanaongea lugha ya kwao. Muhammad naye kwa sababu ni Mwarabu, ni ndugu yao, naye alikuwa anaongea lugha ya kwao ya Kiarabu. Na kwa sababu ndio literemshwa hii kitabu, ndio naona kimeandikwa na Kiarabu, Kiswahili. Kuna ingine Kiarabu, Kizungu, Kiarabu, Kikuyu, Kiarabu, lugha yoyote duniani unaipata hivyo. Kwa hivyo hii ni tafsiri. Sasa hii Korani yenyewe ni hii sasa, hii Korani. Hii ingine ni tafsiri. Hii unaona imeandikwa na Kiarabu. Inaendana na sura namna hii. Sasa inaongea kuhusu kwa nini sisi tunaelekea huko. Hii ni chapter 140. Hebu msomee mwalimu hapo. Chapter 144. Ni 144 ama ni 149? Soma tu. Ile inasoma direct. Korani 2149 ama ni ngapi? Tutaibia. Sawa, soma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwalimu. Inasema kwa yakini tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni. Muhammad wakati alitumwa na Mungu, kwanza alikuta Mayahudi walikuwa wanaelekea upande wa Jerusalem. Sasa na yeye wakati amepewa unabii hajaambiwa utakuwa ukielekea wapi. Sasa mara anaomba kielekea pande hii, mara pande hii. Sasa Mungu anamwambia kwa sababu tunaona wewe unajaribu kutafuta pahali ya kuelekea. Sasa wacha tukusaidie. Tukusaidie namna gani? Usikia maneno yake. Basi tutakugeuza kwenye kiblo kipendacho. Ndio. Basi geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu. Unasikia? Anaambiwa sasa ageuze uso wake aende katika msikiti wa Maka. Ahoyage aroete mwena wa Maka. Nwanyita riu. Na ohedi ya teneri. Tondu ciana cia Israeli nicio ciahoyaga atia. Funga hii. Nifungulie hiyo kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Taurati hizo tokio ni etagwo maundu matene. Maundu matuko matene. Ni. Tondu kwina kiambiriria, kwina thama. Soma mwalimu. Moja Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati 12:5. Inasema mwalimu wangu. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu, urero haria Ngai agacagura handu Ngai wanyu, katika kabila zenu zote, thini wa kabila cianyu ciothe, apaweke jina lake na ritwa riake aringe hau, maana ni makao yake, hau ni nyumba yake. Elekezeni nyuso zenu hapo. Endelea na maliza. Nawe uende huko. Noigua pahali Mungu atachagua, kwa sababu hapo ndio makao ya Mungu. Muelekeze uso wenu huko wakati mnafanya ibada, na muende huko. Sasa wakati ya zamani, wakati wana wa Israeli, watu wote walikuwa wanaenda Yerusalemu, wanatoka nchi zingine huko wanaenda Yerusalemu. Alipokuja Muhammad ikageuzwa, akaambiwa watu wataelekea katika nyumba ya Maka. Hiyo nyumba hata kwa kitabu yenu iko. Na ni vile tu watu wasomeshagwe. Hebu toa Isaya 2:2. Nyumba hiyo aya ndo meruo mathiage. 2:2 Isaya kwenye kuandika. Na itakuwa katika siku za mwisho,
yani hii tuko wakati ya mwisho. Mlima wa nyumba ya Bwana, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima. Hiyo mlima itakuwa juu ya mlima, yani ile mlima wa nyumba ya Bwana, hiyo nyumba ya Bwana itakuwa imezingirwa na milima, ni pahali iko milima. Na mataifa yote watauendea makundi makundi. Unasikia? Na mataifa yote ya dunia watakuwa kienda pale makundi makundi. Leo ule tari uona gikuria ri thiini wa thiri nyamu ino yarathitwo ni Isaya ri nyumba ino andu magathiaga andu othe thi mathiaga mari hamwe ri ni nyumba iriku ni endo iriku mathiaga kuu wo kirora thiini wa thi tondu nyumba ino ekirima iguru yani ithirukirwo ni irima na nyumba iyo ri maundu andu othe ya thi othe ri nikuo marithiaga ti kiria ti Jerusalemu. Jerusalemu Ngai ni amieheririe na niki nyonaga ndage guthomere Wafalme wa pili ndera guteithia Wafalme wa pili 2 Kings 23 2 Kings Wafalme wa pili 27 27 Wafalme wa pili inasema inasema mwalimu wangu, yes, Bwana akasema nitawahamisha Yuda pia mbali nami. Nataka usikize hiyo andiko vizuri, ni wana Israeli ndio wanaelezwa hii maneno. Bwana akasema nitawahamisha Yuda pia mbali nami, kama nilivyowahamisha Israeli. Israeli walihamishwa, nami nitautupa mji huu nilouchagua. Unasikia? Mungu anasema hii mji sasa wakati wake wa kuitupa nitaweka kando kwanza. Naam. Yerusalemu. Na Yerusalemu, unasikia yule mji natupwa ni nani? Mungu anasema hii mji naitupa sasa. Na nyumba ile nilionea jina langu litakuwa humo. Na nyumba ile, hiyo nyumba kwa aluga hena nyumbegi. Nyumbegi. Yani ile nyumba ingine, hiyo ndio jina langu litakuwa pale. Na nikiona liku adu matikire koro wa Jerusalem, makirorio mwena wa Maka. Nakuulie na niureka wega, unafanya vizuri. Nikuulize, Mungu anakaa huko upande wa Maka ama Mungu anakaa mbinguni? Mungu anakaa katika arshi. Hii bingu Mungu hayuko hapa kwa hii bingu hapa. Ako mbali sana. Anakaa katika arshi, yani kiti cha utukufu wake, yani kiti cha enzi. Ukimaliza hizi bingu, na hii bingu si moja. Hii ni vile tu watu waambiagu na wafundishwi. Hii bingu si moja, hii bingu ni mingi. Unaenda unavuka hizo bingu, unaenda katika kiti chake cha enzi. Unaona? Lakini sasa ile nyumba, ile nyumba Mungu anasema ni zile Mungu alichagua. Mungu alikuwa amechagua nyumba ngapi? Nyumba mbili. Alikuwa amechagua nyumba ya Yerusalemu mwanzo, alafu hii ingine naye aliyejenga ya Maka ni Ibrahimu, na kitabu iko hapa nitakusomea. Ibrahimu ndio alijenga ile msikiti wa Maka wakiwa na Ishmaeli. Wakati Ishmaeli alikuwa kijana mkubwa, baba yake aliporudi kwenda kuwaona, akaenda pale na akawacha amejenga ile nyumba ile ya Maka. Ndio naona sasa ile unaonaga ibada ikifanywa pale Maka ni ile ibada Ibrahimu alikuwa anafanya kusunguka pale ndio alifundisha hii ibada ya pale Maka. Na ndio naona watu wote dunia mzima, watu milioni 5. Sasa hii nasikia walikuwa karibu milioni 8 wale walikuwa huko. Dunia mzima wanaenda katika ile nyumba. Na ile nyumba inasemekana ile msikiti watu wanaomba katika bingu. Ile nyumba msikiti wanaomba kule juu malaika. Ukiangusha hiyo inakuja inaanguka pale. Bingu ya 7. Kwa sababu hiyo nyumba hapo ni Mungu aliambiwa ajenge nyumba ambayo mataifa yote atakuwa wakienda. Tazali ule, ekatwalie mara, wacha tuongee tu kweli. Wacha tuongee tu kweli. Kwa mfano, sisi Waislamu wote duniani tuko na headquarter yetu. Headquarter yetu ni 3. Tuko na headquarter yetu ya kwanza ni Maka, ya pili ni Yerusalemu, na ya 3 ni Madina. Pale mtume alizikwa, Muhammad alizikwa. Sasa sisi tukiulizwa headquarter yetu ni hapo. Sasa kama sasa wewe kwa mfano nikuulize swali, nikuulize na headquarter ya Kristo iko wapi?
duniani. Wakristo wote bali wanakutana. Iko. Nekuli. Hasa no henda haru ndatukanirwo na vyema nisichanganyikiwe. Sawa. Sasa Yesu kuna pahali ukisoma katika kitabu cha Yohana 14 hapo mstari wake wa kwanza wa pili inasema msifadhaike moyoni. Maana kwa Baba kuna makao mengi. Na ninaenda kuwatengenezea makao. Sasa yale makao Yesu alienda kutengeneza. Tukiingia kulingana na vile umesema. Hakuongea kwa mtu mmoja ama nini. Alisema ndathi kumuthondekera cikaro ninaenda ndathi ndona ali ningoka nimwe muthii tuthi hamwe ndimutware na riu ri tando handu hau heho ri yeye amesema ameenda na wakati Yesu alifanya nini alipokufa pia akafufuka. Inasemekana ya kwamba hata mitume walimuona akienda. Wakaangalia juu akaona ameenda. Kwa hivyo tunadhania huko ndio makao ya Mungu iko. Mungu hii mali yote ni yake. Hii mali yote tunaona hapa ni yake. Sisi ni wake. Hii kila kitu tunaona hizo bingu na kila kitu ni yake. Sisi ni mali yake. Gushiri nafikiri kitu moja kama tungekuwa tunasoma zaidi ndio tungemuelewa kwanza uwe Yesu. So sababu umekuja mambo ya Yesu, ukakuja mambo ya kifo, wacha tutako kwanza ya Yesu kwanza. Yesu kusema, unajua Yesu watu wengi wanafikiria kwamba Yesu alitumwa kwa watu wote duniani. Hiyo ndio question number 1. Hata ukiuliza mtu yeyote ambaye si Muislamu atakwambia Yesu alitumwa dunia mzima. Alitumwa kwetu sisi wa Kikuyu, akatumwa kwa Kamba, akatumwa kwa Wajaluo, akatumwa kwa Somali, akatumwa kwa watu wa Mombasa, akatumwa kwa watu wa Uganda, watu wa Amerika, ametumwa huko. Lakini kulingana na mujibu wa vitabu, Yesu kwanza wakati alikuja duniani, hakutoka pale kairia kale alikuwa amepewa na Mungu, akaenda pale nyingine. Hata mwanafunzi mmoja hakujaribu kumtuma hata hapo karibu ng'ambo pale Samaria. Hakutumwa. Unakumbuka yule mwanamke Msamaria? Alimuongelesha maneno makali sana. Hata hakuongea na yeye. Mpaka wanafunzi wanamwambia wewe muondoe hapa, anatupigia kelele juu yetu. Ndio Yesu akamrudishia yule mwanamke akamwambia si vizuri nichukue chakula cha watoto na kutupia umbwa. Unakumbuka hiyo story? Lakini kwa tukisoma Biblia vizuri, Biblia inasema Yesu alitumwa kwa Waisraeli. Na yeye mwenyewe ndio amesema kwa kinywa chake. Kwanza hebu tusome kama verse 2 alafu tuone kwanza. Hebu tusome katika Luka 19:10. Inasema mwalimu wangu. Kwa kuwa mwana wa Adam, najua madamu wangu hapa naona yeye ni researcher, naona simu tu. Najua mama, najua watu wakifundishana maneno ya Mungu ni vizuri kufanya research. At least na wewe unakuwa na ushahidi ya kutosha, hata ukiambia mtu utakuwa na 19:10 inasema nini? Kwa kuwa mwana wa Adam, ungekuwa mwana wa Mungu dini wa Biblia ni Yesu. Ukisikia mwana wa Adam ni Yesu. Mwana wa Adam alifanya nini? Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sasa hicho kilichopotea ndio tunafaa tutafute. Hicho ambaye alikuja kutafuta na iokoe, ambaye kilikuwa kimepotea. Tunarudi sasa kwa Mathayo. Mathayo ndio anaeleza hiyo maneno. Hicho kilichopotea kilikuwa ni kitu gani? Mathayo 15:24. Akajibu akasema, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Noigwa, mimi sikuja kutafuta mtu mwingine, nilikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea cha nyumba ya Israeli. Na maundu macio nacho kile nige ona Yesu alikia guthie hata baada ya Yesu kuondoka. Hiyo maneno irudi karudiwa tena na katika vitabu vya Paulo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume anasema 10 na ngapi? Mtu huyu Mungu ameeleza 13:23. Yani ni kitu ambaye ilikuwa iko. Lakini sasa wale walikuja kufundisha watu wa dini huko katika huko Afrika, walikuja colonize watu ya kwamba Yesu alitumwa kwa watu wote. Lakini maandiko yasemi hivyo.
Kwa kusoma mtu atasema mimi ametumwa kwangu, lakini kitabu kinakataa katakata. Kama ile kitabu cha Matendo ya Mitume 13:23 13:23 inasema, mwalimu wangu, inasemaje? Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yaani Yesu, kama alivyoahidi. Unasikia? Ahadi ya Mungu ni kuletea Waisraeli mwokozi kama alivyofanya nini? Ahadi. Na ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Na hiyo hata nilikuwa naimbaga, hata mimi nilikuwa kanisani zamani, nilikuwa naimbaga tu hivyo, ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Sasa mtu kusema na ndio naona Yesu mara mingi, kwanza ukisikia hii kisa cha huyu mama utaona kweli Yesu. Hebu soma hiyo, wamesoma 15:24 ya Yesu kutumwa kwa Israeli, Azia 21, wakati alikutana na mwanamke Msamaria. Hiyo Mathayo 15:21. Alimwambia maneno makali sana. Hiyo maneno hata wewe ukiambiwa utakasirika. Kwa sababu kama mtu amekuja kwa watu wote, huwezi kuongelesha mtu maneno makali namna hiyo. Lakini alimwambiaje? Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea. Huyo mwanamke si Muisraeli, huyo ni Msamaria. Akampatia sauti yake akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Amekuja kumuomba usaidizi kwa sababu anasikia ni nabii, anatembea na anasaidia watu, anaponyesha watu. Sasa na yeye anakuja tu, ni kama sasa sisi ni Wakikuyu hapa. Kwa hivyo mtu atoke jirani wetu ni kina Masai na watu wengine, akuje kuomba msaada kwa wengine, huo nabii ni Mkikuyu, kitu kama hiyo. Sasa hiyo ndio hiyo inaelezwa hapa. Wala yeye hakumjibu neno. Unaona, kitu ya kwanza, yeye si Myahudi. Kwa hivyo ile kitu alifanya, kwanza hakumuongelesha, alimnyamazia kimya huyo mwanamke. Mwanamke, sikia maneno yake. Aliendelea kusema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache ende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Angalia, hata wanafunzi wamekasirika na huyo mama. Wanamwambia huyu si wetu, unashinda kusumbuana naye ya nini? Mwambie aende zake, hatuna haja na yeye. Sikia maneno wajibu yake. Akajibu akasema, sasa akajibu akasema, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Maneno huyo anaambia yule mama Msamaria. Msamaria ndio anaambiwa, teremka chini sasa yake. Naye akaja akamsujudia. Tena alikuja baka kwake, baka akasujudu mbele yake. Kwa sababu anataka usaidizi. Unajua ukiwa na shida, hakuna kitu huwezi fanya. Unaweza fanya kitu yote bado ile shida ikuondokee. Akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Unaona makosa hiyo? Amemwambia direct, hausiki na wana wa Israeli. Akasema si vizuri nichukue chakula cha watoto nitupie mbwa. Sasa mbwa ni nini na chakula ni nini? Chakula ni maneno ya Mungu na mbwa ni watu wa mataifa. Walikuwa wanaitwa mbwa na Waisraeli. Ndio unaona Waisraeli mpaka saa hii hawatengamani na watu wengine. Wanakuwa kivyao, kila kitu yote ni kivyao. Hawataki. Wanasema si vyema nichukue hii chakula cha watoto nimtupie mbwa. Sasa sikia vile maneno walisema hapo akimalizia. Inaendelea kusema, akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa. Yeye mwanamke akutosheka, akaona hapana, huyu jamaa mpaka nisumbuane naye mpaka anifanyie ile kitu mimi nataka. Hula makombo yangu kwa mezani po bwana zao. Nangu ini ile yakelea urotudu roitekilea ro kwa kumeza ine kuudhe. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Na iwe kwako kama utakavyo. Unasikia? Na iwe kwako kama nitakavyo mimi ama utakavyo wewe. Unaona hata ni kama kumkufukuza tu. Anaambia na iwe kwako kama utakavyo wewe mama. Unaona sasa? So hii hapa Yesu kutumwa, alitumwa kwa wana wa Israeli na hakuna pahali, na ndio naona wanafunzi wake hata Yesu aliondoka kabla hawajatoka hiyo area. Tena aliwaambia baka dunia iishe hamutamaliza miji ya Israeli baka nitakaporudi mara ya pili katika 15 Mathayo. Nafikiri hao 10 Mathayo 15. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Hao thenashara Yesu aliwatuma. Ukisikia thenashara kwa Kiswahili ni wa 12.
Akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Unasikia? Anaambia katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Msiingie hata kwa Samaria, msiende huko. Hata msiende pahali nyingine. Afadhali shikeni njia muendee hawa kondoo wa Israeli peke yake. Sasa ni mrefu mpaka chini. Hebu sasa teremka 23. Maana mtu amemaliza miji yote. Na katika kuenda kwenu 23. Kwa maana wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Endelea. 23. Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine. Unasikia? Katika miji ya Israeli, tembeeni tu hapa Israeli tu. Ukifukuzwa Nairobi, nenda Machakos. Ukifukuzwa Machakos, nenda Kakamega. Ukifukuzwa Kakamega, nenda Nakuru. Yaani hapo tu kwenyu tu. Endelea. Kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Unaona? Miji ya Israeli hawatamaliza mpaka Yesu atakaporudi. Kwa hivyo wameambiwa wakae pale na wasitoke pale. Sasa huyu alikuja kuambia watu Yesu ametumwa kwa ulimwengu mzima ni nani? Mpaka akatuletea sisi wa Kikuyu hapa kwetu. Huyo. Kwa sababu sasa anampinga Yesu, anampinga maneno ambayo imeandikwa kwa kitabu, yote ameipinga kabisa. Na mzungu ndio alileta hiyo maneno. Ama si kweli? Kabla mzungu hajakuja tulikuwa tunajua Mungu sisi wa Kikuyu. Sana. Tulikuwa tunasema dhai yanga idhai. Mungu ngapi? Mungu ngapi? Tulikuwa tunajua Mungu ni ngapi? Mungu mmoja. Peke yake. Ambaye hakuwa na mtoto na hakuwa na bibi na alikuwa hazai. Lakini mzungu alipokuja alituletea Mungu ngapi? Watatu? Katika ama ninakosea? Sisi wa Kikuyu tulikuwa tunajua Mungu. Kabila zote za Kenya walikuwa wanajua Mungu. Ukiuliza Waluhya walikuwa wanajua Mungu wao ni moja. Ukiuliza Wajaluo hivyo hivyo. Ukiuliza kabila zote walikuwa wanajua Mungu ni moja. Lakini mzungu alikuja akatuletea Mungu wake, akatuambia Mungu ni watatu. Kwanza akatutoa katika ile fikra, ile mambo yetu ambayo ilikuwa sahihi, akatupeleka njia nyingine. Kabisa. Sasa wewe ukitaka kuomba atuombe kwa jina ya Yesu, ati ndio nini? Ndio utafaulu. Si uombe kwa jina la Mungu. Naona kama sisi Waislamu tukitaka kuomba Mungu atuombe kwa jina la Muhammad. Tunaongea na Mungu direct. Kwani wewe ukiomba direct Mungu hawezi kukusikia? Utasikia. Utasikia. Kwa nini upitie kwa mtu? Hiyo ndio watu waliweka fikra hiyo ya kwamba atibako pitia kwa mtu fulani. Kama ni Muislamu upitia kwa Muhammad ndio utasikiwa na Mungu, kama ni Mkristo utapitia kwa Yesu ndio utasikiwa na Mungu. Mungu anataka mtu yule anamuomba direct. Mimi niko na shida yangu. Unakaa hata peke yako unamwambia mimi Mungu nataka ABC na umuogopi sababu ndio asili amekuumba. Unamwambia Mungu mimi nataka unifanyie hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na pahali nimekosea nisamehe. Nirekebishe. Sina kitu, sina hii. Mungu atakuletea. Kwa sasa mimi kama mimi ni Muislamu, kwa mfano nimepata mali, nimekuwa tajiri. Naona watu wengine wakisema ati utajiri wamepewa na nabii fulani. Mimi siwezi kusema ni Muhammad ameniletea. Hapana. Mungu ndio amenipa. Lakini yule ni Muhammad mtume kwangu aliniletea ujumbe. Nafikiri unanielewa vizuri na nishika vile tunaenda. Hapa hali gani sasa uja understand? Pahali sijashika vizuri. Yes. Sasa hapa kwa sababu kweli umeniambia Wakikuyu walikuwa na Mungu mmoja. Walikuwa wanaomba Mungu anawasikia. Na kulikuwa na heshima kubwa hata kwa hawa watu wadogo, wanaheshimu watu wazima. Kweli. Na kulikuwa na utofauti na vile tunavyoona siku ya leo. Sasa na shida turudi tena kwa ule mtindo wa ule Mungu wa Wakikuyu. Ama tukae hivi ama tufuate vile unasema msugu. Ni njia gani ambayo sasa tutafuata? Kwa sababu hapa ukisema Mungu wa Kirinyaga ni mzuri, mwingine anakuja anakuambia hapana. Tuchukue Mungu wa Yesu ambaye amefanywa yani wanaamini ni Yesu. Muislamu naye anakuja
anatuelekeza kwa msikiti na mambo na vile msikiti na Muhammad vile ilivyo. Sasa hayo yote inaleta confusion. Sasa mimi sijashika nijue tuko ni wapi tutakimbilia. Sasa hata kama ni mimi ningeulizwa ningekimbilia kwa wale watu ambao wanaabudu Mungu mmoja, sababu dunia mzima hakuna watu ambao wanaabudu Mungu wa pekee ambaye hamuingizi kitu kingine katikati yake. Ni Waislamu peke yake. Na Yesu alikuwa anaenda msikitini. Hiyo ndio maajabu. Yesu alikuwa ni mtu wa msikiti. Muhammad alikuwa ni mtu wa msikiti. Ibrahimu alikuwa ni mtu wa msikiti. Wakati ya Yesu kanisa hakuna. Msikiti ndio iko. Kuna swali imechomoka. Imekuja nyingine. Sasa imekuja. Kuna pahali Qur'ani imeandikwa na Kiarabu. Kwa hivyo nikadhania Muhammad alikuwa Mwarabu. Alikuwa ni kabila yake ni Mwarabu. Haya. Tunaona Yesu kulingana na Biblia ukiangalia sana. Unaona alizaliwa kwa Wayahudi ama alikuwa Myahudi. Sasa na venye ninaona mnavaa kazo nyinyi Waislamu. Ndivyo hata Yesu Wayahudi walikuwa wanavaa. Sasa ninashindwa. Kwa hivyo amfuati Muhammad, mnafuata Wayahudi. Atufuati Wayahudi. Na Wayahudi ni Yesu kwa sababu alizaliwa huko kwa sisi atufuati Muhammad. No, sisi atumfuati katika maombi yetu, ati tunamfuata Muhammad, tunamfuata Mungu. Muhammad ni nabii wetu. Na Yesu tunasemaga pia ni nabii wetu kwa sababu yeye alikuwa Muislamu na alikuwa anaenda msikitini. Hata hii Biblia ni ya Kiswahili ya 1952. Imetolewa kwa King James Version, ikawekwa kwa Kiingereza. Hii Biblia. Na inasema waandishi wa Biblia wanasema, hebu uangalie kwanza. Hebu mpatie angalie kwanza. Hebu iangalie kwanza, uangalie kwanza. Hii ni Biblia United Bible Society. Ni ya Kenya hii. Inakuwa pale South Sea. Unaona Agano la Kale. Hii ndio hii. Naona ndio hii Swahili Union Bible. Ndio hii. Unaona vile imeandikwa kila kitu. Haya, Dodoma, Tanzania, hii imeprintiwa pale Publishers, kuna zingine zimeprintiwa Kenya. Hii ni ya Kiswahili. Hii ya Kiswahili kuna kitu Yesu alikuwa anafanya hapa wakiwa na Musa. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume 15:21. Kuna mambo mingi, najua mimi nilikuwa Mkristo kama wewe. Sasa mimi kuna mambo mengi sana nilikuja kugundua, hiyo ndio ikanichomoa. Kwa sababu nikaona hapana, hapa mimi nakuaga napelekwa design nyingine ambayo si sawa. Hebu soma hiyo. Inasema mwalimu wangu, kwa maana tangu zamani za kale, Musa anao watu wahubiriwa mambo yake, katika kila mji husomwa kila Sabato katika sinagogi. Unasikia? Nataka ushike hiyo neno sinagogi. Kumbe wakati ya zamani Musa na watu yake walikuwa wanatumia nyumba inaitwaje? Sinagogi. Tukuje kwa Yesu. Yesu naye anasemaje? Luka 4:14. Luka 4:14. Inasema mwalimu wangu. Ama unaweza toa Mathayo 9:35, yote ni sawa. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Endelea 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi naye ya Yesu pia na ya mtu anaitwa Musa walikuwa wanaenda nyumba inaitwa sinagogi. Sinagogi ni lugha ya kule kwao. Sawa. Sasa waandishi wa Biblia wameweka kamusi nyuma ya Biblia. Kama neno uelewi maana yake wanakuandikia. Ni mimi nataka usome wewe mwenyewe. Mimi najua ulienda shule, hata kama hatukusoma sana, tulisoma kidogo. Hebu soma hiyo imeandikwaje? Neno hili kutoka juu. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Unaona? Hii 1952 wakati ya emergency ndio Bible imeandikwa. Wale waandishi wakaandika wakasema ukiona neno sinagogi katika kitabu yoyote ni msikiti wa Wayahudi. Ni kweli longo? Kuna kitu kingine imeingia. Nataka tumalize hiyo. Ili niseme ndio ama la. Okay. Na pahali Biblia inasema
kuhusu hekalu. Tutakuja huko kwa sasa hekalu na sinagogi tena imepigana. Nitakuonyesha zote ni mbili. Zote ni kitu moja yote. Kwa sababu hata ni Yesu yeye alisema nitajenga, nitaharibu hii hekalu. Nitaharibu hii hekalu na nitaijenga na siku 3. Na alikuta watu kwa hekalu, akakuta wakiuza wakifanya biashara ndani. Akapindua meza na viti akatoa nje. Si kweli? Hiyo ni kweli. Akasema nyumba ya baba yangu ni nyumba ya kufanya nini? Ya maombi. Ya maombi, si nyumba ya kufanya nini? Ya biashara. Sasa baada Yesu kutoa zile viti kwa hekalu na meza, nani alirudisha? Sababu yeye alivunja yote na akatupa nje, akasoma hii si ya kazi yake hapa. Kwa sababu nyumba ya Mungu haifai kuwa na viti wala meza kama hoteli. Nani alifanya hiyo? Nani alirudisha hiyo vitu? Nani alivunja katika Mathayo 21:12? Hiyo sijajua. Alikuja akavunja 21. Yeye aliondoa kwa yote, mimi najua. Alitoa. Sasa hekalu na msikiti ni kitu kimoja. 11:1 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hekalu. Revelation of John. Sikia vile mambo inafanyika katika hekalu. Inasema mwalimu wangu, nikapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Kumbe katika hekalu watu wanasujudu. Sujudu unaona kuweka hata. Unajua ya Mungu turagia maru. Ni vile tunafanya. Kwa Kikuyu inasema, ukisoma Biblia ya Kikuyu, vile nimejaribu kuitafuta pale kwa gari sijaiona. Inasema hivi, magiturumithia uthio wao othe. Tari ukithoma Mathayo Biblia ya Gikuyu ri, uthio ona wathi muci uthome ri, wende usome ya Kikuyu nyumbani. Inasema hivi, nake Jesu 26:39. Yandikitwo atiriri, nake Jesu agithia mbere hanini, agiturumithio thio wake thi, akihoya akiuga awa. No anyita? Iyo ni Mathayo 26. 31. They know 39, 39, 26:39. Ona ukithoma etagwo atia ibuku ya kugulirio Revelation 7:11. Ona malaika Ngai aria mekure iguru, ona maturumithagia thio wao thi. No anyita riu turerwo hekalu ri, andu aria mathia hekalu ri, ni aria maturumithagia thio wao ke. Na thiini wa thi ino yothe twarie mari, andu kanyonere andu aria maturumithagia mauthio mao thi ni no itheramu. Riu hekalu ri na muthigiti ri, andu maturumithagia thio wao wanaweka uso wao chini. Kwa hivyo msikiti watu wanasujudu, si ndio? Hekalu watu wanasujudu. Kwa sababu wacha nikufundisha kitu mpya na uende ulize mtu yoyote. Neno synagogue sio jina la Kiyahudi. Hii ni historia nakupa sasa. Utaenda ufanye research yako, hata unaweza fungua simu yako, uulize neno hekalu ni Kiyahudi ama ni lugha gani. Neno synagogue ni jina la Kigiriki. Synagogi. Ili imetokana na jina la Kigiriki. Wagiriki nyumba ile walikuwa naenda kuabudu hizo miungu zao, walikuwa naita synagogi. Sawa? Na neno naye hekalu, ambayo wanaita temple. Temple na hekalu ni jina la Kilatini, ni jina za Waroma. Wale walikuwa wanaenda kuabudu wa Roma, walikuwa wanaita hekalu ama temple. Wazungu ndio walikuja wakageuza wakaweka temple. Kwa hivyo hiyo majina mbili hakuna jina ya Kiyahudi hata moja. Sasa wale Wayahudi walichukuliwa mateka wakapelekwa Roma. Unakumbuka wakati wa Roma walivamia Middle East, wakateka kila kitu. Wakawa wanaua Mayahudi, wanachoma vitabu zao za dini na nini, wanawachukua wengine mateka. Wakati walipoenda Greek na Roma walikuwa ni kitu moja. Wakasoma ile language kule. Waliporudi, kwa sababu ndio walikuja wakaandika vitabu za kwanza, walikuwa wanatumia ile lugha ya wapi? Ya kule. Sasa hawangeandika ile lugha, lakini ile lugha walikuwa wanatumia ile ya zamani waliacha, kwa sababu walikuwa wanatumika jina moja. Walikuwa wanaita masjid, kama vile Waarabu wanaita masjid. Lakini kutoka kule ni kama wewe utolewe hapa, uchukuliwe mateka, tupelekwe kama nchi kama Kongo. Sisi wa Kenya tuchukuliwe tupelekwe huko Kongo, tumepigwa tukapelekwa huko Kongo, tukakaa huko miaka mingi. Tutakuwa tukiongea lugha gani? Si lugha ile yetu imesahaulika. Itakuwa lugha imesahaulika, hata ingawa wazee wale watu wazee watakuwa wakikumbuka ile lugha yetu tulikuwa tunaongea. Lakini kule mmeenda mkaintamari na wale watu mkakuwa kitu moja. Kwa hivyo wale Wayahudi wa Giriki ndio walikuja wakaandika hizi majina katika vitabu
Sababu ndio waliandika ile hiyo Biblia ya kwanza. Sasa wakaandika na lugha ya Kigiriki. Ndio naona katika Biblia, katika tafsiri za Biblia, hakuna Biblia unaambiwa ilitafsiriwa kwa lugha ya Hebrew ikaletwa katika lugha ya Kizungu. Ilikuwa ni ya Kigiriki ile Biblia waliandika wale Wayahudi. Sasa waliandika ya Kigiriki, ndio naona ikatoka kwa Kigiriki kaingizwa kwa Kiingereza. Unaona maneno ile mambo iko. Kwa hivyo wale watu ambao wanainama hapa chini ni watu moja tu duniani, Waislamu peke yao. Na manabii wote walikuwa wanafanya namna hiyo. Manabii wote. Hata ile msikiti Yesu alikuwa anaabudu pale Yerusalemu iko mpaka saa hii. Inaitwa Masjid Aqsa. Na ndio naona katika Yerusalemu Mayahudi wamekataza sana kujengwa kanisa, wanakataa. Kanisa zile zinajulikana pale ni chache sana katika Yerusalemu. Kwanza kanisa ile ilikuwa ya kwanza pale ni ile ilikuwa inaombewa na Wapalestina. Inaitwa Church of Nazarene. Ndio kubwa pale. Wale wa Palestina wa Kristo wako pale tu pale Yerusalemu pia. Walikuwa na kanisa yao ilikuwa inaitwa Church of Nazarene. Na hiyo ni zamani. So wale watu ambao wanaabudu kama wanaweka uso yao chini ni Waislamu. Sasa hii kitendo cha kusujudu watu waliacha. Kanatibu. Because you don't koina, siku hizi watu ni kuimba. Hebu sikia. Ni kama Mkristo. Yes. Ni kichinja. Useme sasa nimechinja kuku na umekuja kwangu. Bora, kwa nini msikule hiyo nyama? Swali hiyo mzuri. Kwa nini sisi hatukuli nyama ambayo imechinjwa na Mkristo ama mtu mwingine asiyekuwa Muislamu? Hiyo kwanza ni mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu Wakristo mandugu zetu katika ubinadamu ni watu wazuri, lakini mambo ya kuchinja hawajui kuchinja. Kwa nini nimesema hawajui kuchinja? Kwa sababu wengine huwa wananyonga, wengine kama wanapiga shoka, kama wakichinja nguruwe wanapiga shoka. Inachoka inabulasikia nguruwe inapiga nduru, inapigwa shoka mpaka saa ile, yani kogonio. Yani inagongwa mpaka saa ile itazirai. Kwa sababu unajua nguruwe ina chingo ya kuchinja. Na kuna wengine wanachinja hata mnyama amekufa na wanachinja. Sasa alafu Wakristo wakichinja, kwa mfano kama nyinyi mkichinja, mnachinjaga na kwa jina la nani? Tuongea tu, unaona sasa. Mnachinja kwa jina la Yesu, ambaye mnachinja na kwa jina la nabii. Kwa nini msichinje kwa jina? Kuja ukae. Kwa nini msichinje kwa jina la Mungu? Sasa hapo ndio naona sisi hatuwezi kula nyama, kwa sababu wakati nyinyi mnachinja, hamuchinji kwa jina la Mungu, mnachinja kwa jina la nabii. Ni kama sisi Waislamu tunachinja kwa jina la Muhammad. Ukichinja kwa jina la Muhammad, ndio hata Muislamu mwingine akichinja kwa jina la Muhammad, hiyo nyama sitaikula. Kwa sababu amewacha ile desturi ambayo ni ya manabii kuchinja kwa jina la nini? Ya Mungu. Unaambiwa kila kitu unachofanya katika Biblia ufanye kwa jina la Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:13. Yaani kila kitu ukifanya, fanya kwa jina la Mungu. Wacha na jina ya Yesu, jina ya nani? Na hii kitu imesumbua watu wengi, kwa sababu watu waliwekewa hiyo mambo ya jina la Yesu. Sasa ikakawa mpaka wanamwabudu. Si ni kweli dada? Watu wanamwabudu saa hii, wameacha hata Mungu ule mwenyewe. Wanamwabudu Yesu. Tutakuja hapo. Hebu soma 6:13. 6:13. Naam. Uko na yako? 6:13 mwalimu wangu. Inasemaje? Mche Bwana Mungu wako. Ndiye utakayemtumikia. Na kuapa kwa jina lake. Unasikia? Kila kitu unachofanya ufanye kwa jina la nani? Naibu. Kila kitu unachofanya ufanye kwa jina la Mungu. Na ndio naona Yesu anasema katika Mathayo 5:17, anasema msilani nimekuja kutangua Torati wala manabii. Wala si kuja kutangua Torati wala manabii, bali kuitilia nguvu. Amin nawaambieni, yodi moja ama nukta moja ya Torati haitaondoka mpaka maneno yote ifanye nini? Kwa hivyo ile maneno ya Musa haiwezi ondoka mpaka Yesu, mpaka hii dunia itakapoisha. Kwa hivyo kama Musa aliambiwa waambie wana wa Israeli, kila kitu wakifanya wafanye kwa jina la Mungu. Watu wanafaa kuchinja kwa nyumba. Kwa hivyo ndio naona sisi tukichinja tunaelekeza mnyama pande hii ya Maka. Kama vile Wakikuyu walikuwa wanachinja. Hata Mkikuyu ukiangalia desturi ya Wakikuyu, utaniambia kama mimi nasema urongo. Hata wewe mzee utaniambia kama mimi nasema urongo. Wakikuyu wakitaka kuchinja mnyama, wale wazee wetu wa zamani, wale ndio walikuwa mababu. Sio hao wa saa hii. Tunasema ni wa Moboro. Kwa sababu hata akiomba mvua haiwezi nyesha.
Hawafuati ile desturi ambayo ilikuwa na wazee wetu wa zamani. Walikuwa wanachinja, wakichinja mnyama, wakirudi nyumbani, ama walikuwa naomba mvua inanyesha. Si ni kweli? Ukiangalia katika hiyo desturi ya kuchinja, Mkikuyu alikuwa anachinja hivi. Kwanza ananoa kisu. Kisu inakuwa very sharp. Sharp sana. Kwa nini inainolewa iwe sharp sana? Ndio ule mnyama akitaka kukata yule mnyama atatumia mara moja tu namna hiyo. Ile mnyama asikie uchungu. Sababu ukienda kuchinja na ile kisu unashindwa ukifanya namna hiyo unamuumiza ule mnyama bure. Sasa Mkikuyu alikuwa ananoa kisu, alafu anaficha hiyo kisu, haonyeshi ule mnyama. Si ni kweli ama si rongo? Ni kweli. Yule mnyama hufai kumuonyesha hiyo kisu. Alafu sasa ukishamaliza hiyo mambo mzima, unamfunga vizuri, unamuelekeza Kirinyaga. Si tulikuwa tunafanyaga hivyo wazee wetu? Mababu zetu hao wa zamani. Wanamuelekeza Mount Kenya. Wakimuelekeza Mount Kenya, alafu sasa yule mtu anakuja anachinja, anakuja anasema dai ya gaidai. Hapo anafanya nini? Anakata. Anamtaja Mungu ngapi? Mungu ngapi? Dai ya ngai. Mungu ngapi? Moja. Si ndio hivyo? Alikuwa Mungu moja. Hata sisi Waislamu tunanoa kisu yetu inakuwa sharp. Hatuonyeshi mnyama. Tukija kuchinja tunasema bismillahi Allahu akbar. Kaine munene. Mungu ni mkubwa. Tunakata ule mnyama. Kama ameelekea pande gani? Na ndio naona Waislamu hata serikali ya Kenya inawakubalia. Kwa sababu ya nini? Sisi Waislamu hatuwezi kuchinja mnyama ambaye amekufa. Kuna watu wanaona ng'ombe pengine imefura tumbo, ni kukufa inakufa, anaenda kwa pick up anaenda kuchinjia watu. Mnyama ambaye nini? Nyama ambayo imechinjwa na Muislamu ni ya halali. Muislamu hawezi kubali. Hata uwezi kuja muhonge muambie hapana, hii ng'ombe yangu bwana imekula nyasi pale bwana, na mimi naona iko karibu kukufa. Chinja bwana hii tuuze. Muislamu hawezi kubali. Unaona? Sasa hiyo ndio naona wakapewa na serikali kuchinjia watu, kwa sababu wanapewa kitu hata kuku ukitengeneza kuku nyumbani. Kwa hivyo ukitaka kuchinja nyumbani, sasa mimi nakufundisha kitu leo wewe mzee. Ukienda nyumbani ukitaka kuchinja, chinja kwa jina la Mungu. Si kwa jina la Yesu ama jina la Muhammad ama jina la Musa ama jina la Ibrahim. Sema na chinja hii kwa jina la Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi. Ukate shingo. Hiyo sasa mimi hata nikija nitakula, kwa sababu wewe sasa umetumia ile inatakikana. Kwa hivyo sisi tukatae kula nyama yenu. Siku ile mtaanza kuchinja kwa jina la Mungu, tutakula. Lakini kama Adamu mtakuwa mkichinja kwa jina la Yesu, hapo mimi sitakula. Hata nyumbani kwetu wananijua. Niambia hiyo. Nikuulize. Nikitumia hiyo umesema kuchinja kwa jina la Mungu. Na utembee kwangu na utaona nikifanya hivyo. Utakubali kula hiyo nyama? Ukisema kwa jina la Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, utakula tena haraka sana. Tena uweke sima hapo, tunakula tunamaliza. Hapo iko sawa kabisa. Kwa sababu wengi wanasema ya kwamba ati lazima Muislamu yeye mwenyewe awe ndiye anashika kisu. Achinje shingo alafu awaachie mchinje. Akuachie. Sasa nilidhania ati utaniambia kama ni jogoo ninataka kukuchinjia, ati nitoe nikupatie ukate shingo alafu nipatie ili ukubali ati hiyo nyama imekubalika. Lakini wewe nikija kwako kama utaja jina la Mungu hapo tunaelewana kabisa. Lakini hatukubali wanawake wachinje. Hatukubali tena wanawake wachinje. Kwa sababu atumia ni maruta kaikongo na dhini wao Kikuyu. Asa wanawake hata katika ukidesturi ya Kikuyu sio wanaenda watoaga zile zinaita kwa nini? What do you call it? Igongona tunahitaji na Kiswahili. Wewe ni Mswahili wewe niambie wewe. Inaitwa nini? Dhabihu. Ni dhabihu ama ni nini? Huyu ndio anajua Kiswahili zaidi kuliko sisi hapa. Ndio nafaa nieleze hiyo neno. Kwa hivyo wanawake wakubali kufanya hiyo kazi ya kuchinjia. Wanaume ndio wanaongoza hizo sacrifices. Hizo ndio wanawake hawakubaliwi. Kwa hivyo ndio naona hata katika msikiti hakuna imamu anaitwa Fatuma. Na kama atachinja kuwe hakuna mtu mzima, mwanaume hayupo na mtoto wa kiume hayupo. Kwa hivyo kama ni yeye. Naenda mara ngapi? Tunaenda mara 5 kwa siku.
asubuhi, saa 7, saa 10, saa 12:30 jioni na saa 2 ya usiku tunamaliza. Na ni dakika hizo, dakika 5 tu. Dakika 5 7 tumemaliza. Najua ile yenyewe ni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mpaka umechoka kama mtu ametishinda akishimba shamba. Unachoka bure. Ibada inataka dakika kidogo. Na ibada haitaki kelele. Usindo kimgoa. Ndio mimi naangaliaga watu wengi wengine mimi nacheka sana. Ni kama mtu anaamrisha Mungu. Hapa tunakuamuru katika jina la Yesu. Tunakubariki. Sasa hii yote unabariki nani? Mungu ndiye anakubariki, si hata unabariki nani? Unaona hiyo maneno kama hiyo. Ndio Qur'ani inasema tukitaka kumuomba Mungu, tumuombe Mungu maneno pole pole. Mungu anasikia. Mungu hataki mambo mengi. Haya, swali mimi najua swali uko na mimi. Uliza hiyo. Basi malize hii. Hapo sijui kama Salim atakuja malizie. Swali yangu. Yes. Mimi kama Waislamu. Yes. Kwenye tunakwenda na sadaka. Kwenye tunakwenda na sadaka. Sadaka iko kwetu. Na yani kama kufanya maendeleo kwa hiyo mambo huwa hebu rudisha pamoja, leta kidogo nikwambie. Kwa hapo kwa sadaka, hapo umesema kwa sadaka. Kwa sababu mnatoaga sadaka. Kwetu huko kanisani sisi tunaweka kikapu ama chondo pale. Mimi nimeangalia huko sikuona kikapu, sikuona chondo. Alafu wakati nilikuwa huko ndani, sikusikia ile wimbo ya kusema toa ndugu, toa danda ulicho nacho. Ulicho nacho wewe. Sasa sikuona mkisema tutoe. Sasa ujibu vizuri hiyo. Hiyo swali iko mzuri sana. Nilipokuwa mwalimu wangu amekataa kuja hapa kuongea kidogo, na hiyo ni swali lake. Mwalimu unasemaje? Nafikiri hiyo swali ni nzuri sana. Katika msikiti huwa tunatoa sadaka. Sadaka inatolewa na sio kila wakati. Si ati sadaka unaweza toa wakati wote Muislamu. Hata ukitoka kazini ukija kusali, kama unakuwa sadaka yako, kuna maskini yako unampatia. Sasa kitu muhimu ni je, hii sadaka ikitolewa inaenda kwa nani? Hii sadaka ikitolewa ni ya nini na inafanya nini? Na kulingana na vile dada yangu akaniuliza, kwani mnafanyaga project namna gani kama hamtoi sadaka? Sadaka tunatoa, na sadaka ile tunatoa kuna kusaidia mayatima, kuna kusaidia maskini, na kuna kujenga msikiti ama kujenga shule. Pengine shule imebomoka. Sasa Waislamu ni tofauti sana na nyinyi. Katika Uislamu msikiti inaweza jengwa hata na mtu mmoja. Umesema tunataka kujenga msikiti pale. Msikiti ina cost pesa ngapi? Ina cost milioni 25. Unaweza sikia Muislamu mmoja amesema mimi najenga hiyo msikiti mimi. Wewe wapi pesa? Si ati yako nazo. Watu wetu si wangumu kwa pesa. Waislamu si wangumu kwa pesa. Waislamu kama wako na pesa wamepewa na Mungu, kama anataka kujenga kutoa sadaka anapatia pahali inaenda. Anaweza kwa sisi sadaka yetu imewekwa masharti. Sikia Qur'ani vile inasema kwanza mambo ya sadaka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Aya ya 60. Sadaka upewa watu hawa. Sasa nataka usikie sadaka Uislamu inasema ipewe watu gani sadaka? Mafakiri. Fakiri ni nani? Fakiri ni ule mtu tunasemaga hana mbele na hana nyuma. Yaani hata ajui kama atakula ama atalala njaa kama jana. Kama ndege anatoka asubuhi anaenda narudi. Na ndege sasa ndege hakosaji. Sasa yeye anasema huo ni fakiri kabisa. Hana kitu chochote huyo. Endelea. Na maskini naona ngoja kidogo. Nataka tu taratibu. Maskini ni yule mtu ambaye anapata na saa zingine anakosa. Lakini yeye hakosi. Atalala kama ako na njaa. Si kama fakiri. Endelea. Na wanaozitumikia
na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu. Na wale watu ambao wameingia katika dini, watu wageni, hata wajui Uislamu unasema nini, unaona, ndio wamekuja ni wageni, na kuwapa ungwana watumwa katika kuwasaidia wenye deni na katika kutengeneza mambo. Na wale wako na deni, ukiona Muislamu mwenzako anako na deni, amelemewa, mnamlipia hiyo deni, kwa sababu katika Uislamu huwezi zika mtu akiwa na deni. Anataka arudi kwa Mungu vile alikuja, alitoka kwa Mungu hana deni, kwa hivyo na akirudi kwa Mungu anarudi bila nini? Bila deni. Kwa hivyo Waislamu wana haki ya kulipia mwenzao kama ako na deni, lakini sana sana inaenda kwa yatima na masikini. Hao wanasikia, si kama kwenye sadaka. Sadaka kwenye ni tofauti sana, na wanapewa direct, sio kwamba unapitisha kwa mtu, kwa pastor au kwa shehe, kwa mtu ateshehe ati ndio anachukua hiyo sadaka ataenda kuweka kwa nyumba yake. Kwa maskini unamjua wewe si unamjua maskini wewe, kwenye unajua kuna maskini. Unajua kama mimi sikubaliwi sadaka, na unaanza na nyumbani kwanza kwenyu. Uko na familia yenu, mtu anaanza sadaka nyumbani, lakini nyinyi kanisani mnatishiwa, mnaambiwa hapana, pasa na kwanza na kutisha, utakosa baraka. Atoa ile sauti ile, wanatoa ile sauti, anakuambia hata baraka sitakubariki kama. Niona mwingine juzi akiambia mama, nimekutoa katika kitabu cha uzima. Juzi nimeona mama mwingine alikuwa analia kwa TV, siku nyingine analia, anaambiwa ametolewa katika kitabu cha uzima. Sasa mimi mpaka video chaka tiko kwa nyumba, mimi nilikuwa na nyumba tunaangalia TV, nikasema sasa huyu anamtolea baraka, yeye ni Mungu, si nabii, si ni chochote. Mpaka mama amelia sana ati ameondolewa katika kitabu cha uzima, ati ndio anaandika watu wale wanaenda kwa Mungu. Sasa unaona, kwa hivyo sadaka kwetu tunapea maskini, mafukara, kama ni kujenga hizo project. Waislamu kulipia watu madeni, Waislamu wanaweza kuja siku moja tu waambiwa kuna msikiti tunataka kujenga, na wasafiri wakuje siku moja waambiwe, waimamu wasimame waambie kuna msikiti nataka kujengwa pale fulani, unaweza wewe unatoa milioni 2, huo 1,000, huyo ni unajua, hata maskini si wako na pesa kidogo, wanapeana pia. Kwa hivyo sadaka inatolewa na kila mtu katika Uislamu, na hiyo sadaka inaenda kwa kusaidia hiyo kama hiyo miradi, kwa kujenga shule na nini. Wale wenye uzito mkubwa, kuna wale wazito, hao wazito ndio unawasikia kama mtu mwingine anasema msikiti hii nataka pesa ngapi? Nataka ya milioni 10. Basi akasema mimi natoa peke yangu na najenga, na hiyo sio tunaishia hapo. Unaona, sasa inakuwa hivyo tofauti na kwenyu. Sasa nyinyi mkitoa pesa mnapelekana kwa nani? Mnapeana nani? Sadaka inafanya project za kanisa. Hai inaenda kwa mchungaji. Endelea. Tai inaenda kwa mchungaji. Fungu la 10. Sadaka inaenda kwa project za kanisa. Okay. Sasa nafikiri katika mimi najua Yesu alikuwa hapa duniani, Yesu mwenyewe, na Yesu sijaiona kwa Biblia pale popote alichukua sadaka kwa watu. Alichukua? Hakuchukua. Na wanafunzi wake walikuwa wanafanya nini? Bali walitoa. Hebu tumuulize Yesu, hebu tuulize hapa kwa Biblia tuone mambo ya sadaka. Hii mambo ya sadaka watu wamepata shida. 17 kitabu cha Mathayo. Mambo ya sadaka. Hebu toa 17 kitabu cha Mathayo kuhusu mambo ya sadaka. Yesu anasemaje? 17 Mathayo. Mwalimu wangu inasemaje? Umekuwa mzuri? 17 mwalimu wangu. Na katika kuenda kwenu, anaambia Yesu anaambia wanafunzi wake katika kuenda kwenu, dikelia. Hubirini mkisema, anaambia wanafunzi nendeni mkahubiri, lakini mseme nini? Ufalme wa mbinguni umekaribia. 17. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Hakuna kulipishana. Mmepata bure na nyinyi mtoe bure. Endelea. Msichukue dhahabu, kwanza usichukue dhahabu za watu, wala fedha, wala mapesa. Unasikia? Yesu anasema msichukue pesa za watu. Sasa Yesu alisema namna gani? Hii sadaka ni ya mtu akule, ajidadilishe naye,
ama hii sadaka ni ya nani? 18:18 Luka. Sikia kisa cha Yesu na tajiri. Luka 18:18. Sikia vile Yesu walipelekana na tajiri mwingine hapa. Huyo tajiri alikuwa ni ngamu. Ngamu, nguru. 18:18 mwalimu wangu. Inasema nini? Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, yaani mdosi mmoja alimuuliza Yesu, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Kwanza Yesu amemkataza, anamwambia usiniite mwema. Aliye mwema ni Mungu peke yake. Endelea. Wazijua amri, usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema haya yote nimeyashika tangu utotoni mwangu. Ndiyo. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Neno gani hilo? Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawanyie masikini. Unasikia maneno? Yesu anamwambia yule tajiri, uza mali yako yote, ugawie nani? Maskini. Yesu alimwambia amletee. Alikataa. Alimwambia ile kitu konaye uza, saidia maskini. Maskini ndio wamepewa priority pale popote. Priority na wajane na yatima. Hao ndio wamepewa nini yote. Alafu kuna hii fungu la 10. Fungu la 10 tunaitaka zaka. Hata kwa Biblia imeandikwa zaka ya Kiswahili. Zaka. 10% ya mali yako, sio? Sasa sisi tunatoa mara moja kwa mwaka, na kama uko na zaka yako, kama wewe ni tajiri, unaweza toa hiyo pesa upatie familia yenu, wale maskini kule waweze kujijenga nao, wafanye biashara, wengine wanakuja kutoa nao watoe zaka wasaidie wengine. Unaona sasa? Na hiyo kitu inatolewa mara moja kwa mwaka. Lakini mimi naonaga nyinyi mnaitishwa wiki, sijui mwezi, ni kweli? Mwezi. Ndio alikuwa anazungumzia mambo ya tithe. Hiyo tithe. Hiyo tithe kulingana na mujibu wa Biblia, ile wale wanaitisha wiki baada ya wiki, wanachukua pesa ya watu bure. Hao ni wezi. Hawa ni kuibia, wanaibia watu. Kwa sababu Biblia haijasema namna hiyo, na hakuna andiko yoyote katika Biblia mzima, katika mimi msomi wangu hata wakati nilikuwa Mkristo, sijawaona pahali imeandikwa ati uchukue tithe ya mtu kwa wiki ile kazi anafanya. Mtu anaamka saa 10 ya usiku, anaenda kazi, hapo kuja kumchukulia pesa bure tu hivi. Hata akiwa kuhani, kwani yeye ni kiwete? Hawezi fanya kazi? Yeye hawezi fanya kazi, hana mikono? Sisi masheke tunafanya kazi. Masheke wao msikitini unaona wanafanya kazi. Wana biashara, wana nini anafanya? Unafaa kufanya kazi. Unaona sasa? Lakini hiyo mnaambiwa 10%. Biblia inasemaje kuhusu hiyo 10%? 14:28 kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Sikia, unafaa kutoa mara ngapi kwa mwaka? Usirudi kuambiwa na mtu azitoe ati mara 2 kwa mwezi, kila mwezi. Hiyo mwezi ni pesa yako inaenda bure. Hiyo inaitwa money non-refundable fee. Unapeana pesa ambayo hai-return. Non-refundable. Utaipata. Kumbukumbu la Torati 14:28 ama 23. Kumbukumbu la Torati? Yes. 24. 23 soma. Nianzie 10 14:22 14:22 verse 22. Nasemaje? 14:22. Inasema mwalimu wangu, nataka usikize hiyo sasa, vile fungu la 10 inafaa kutolewa. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako. Unasikia ni nini? Fungu la ile kwa wanasema tithe. Kwa kizungu inasema tithe. Endelea. Yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Yatokayo shambani mwaka baada ya mwaka. Kwa hivyo is not a week after week or a month after month. Na ukiteremka pale chini mpaka fike 28 inasema umeambiwa ile watu utapea hiyo zaka. Mlawi, mgeni, yatima, imeeleza chini, ukisoma mpaka chini, ukiteremka mpaka mwisho wake utaona vile imeeleza kila kitu. Kwa hivyo tithe inafaa kutolewa mwaka mara ngapi? Si wiki. Wiki ni kunyang'anya na kunyang'anya. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe hata hakusema hiyo mambo ya tithe. Alisema yule Yesu ambaye watu wanasema wanamfuata,
Hakuongea hata mambo hiyo. Mambo hiyo iliongea kwa Musa, na mambo ya Musa unaambiwa haitakuisha mpaka mbingu ifanye nini? Ikuishe. Unaona sasa? Kwa hivyo kama unataka toa mwisho wa mwaka, na kama ni kusaidia, saidia mtu wenyu wa nyumbani yule ako na shida, labda dada yako hajalipa watoto school fees, ama ndugu yako hajalipa, anza na yeye. Kwani charity mnasema inaanzia wapi? Inaanzia nyumbani. Huwezi kwenda kupatia mtu ambaye amekaa chini, uende umpatie shilingi 5,000 na mama yako hata hana sukari nyumbani. Wewe utakuwa mtu hata kama ni mimi, akili yangu itakuwa ifanyi kazi. Mimi nitoke hapa nikapatia mtu pesa. Anayekubariki ni nani? Anayekubariki anafaa kubariki ni nani? Ni Mungu. Eh? Ni Mungu. Dadangu, anayekubariki ni nani? Wewe hoteli ndio unaongea naye huyo? Mungu. Anayekubariki ni nani? Katika wale wameambiwa ukibarikiwe, no. Yule ambaye anatoa baraka ni nani? Kuna yule anatoa baraka, na kuna wengine pia wamepewa uwezo wa kutoa baraka na Mwenyezi Mungu. Mungu. Na watu gani wengine? Wazazi. Hawa ndio peke yao wanakubariki. Mtu mwingine kukutishia hata kubariki, mwachana naye. Hakuna pale anaweza peleka wewe, na hakuna kubariki anaweza kubariki. Anayekubariki ni Mungu mwenyewe. Na wazazi wako wangapi? Wawili. Mzazi wako, hata kwa mfano unakaa hapa Nairobi, mzazi wako anakaa Kisumu. Uwe mzazi wako anakuja na kuwekelea mkono namna hii. Wallahi mambo yako inakuwa iko sawa. Na kila mwisho wa mwezi unaongea naye, unamtumia hiyo kitu. Afadhali hiyo kitu umtumie mzazi wako nyumbani, sababu baraka pale ndio zinatoka. Lakini mama yako kilala ana hasira na wewe baraka hata hakuna. Na ndio unaona watu wengine wamekaa Nairobi hii hawana kitu. Mambo yao yote inaenda shakarabagara kwa sababu ya kusahau wazazi nyumbani. Amedhamini mchungaji kuliko mzazi. Mungu naye anatoa baraka. Baraka za wazazi zinamuondokea. Anakuwa hivyo. Mzazi ndio kila kitu. Ama nasema kweli? Si ni kweli dadangu? Mzazi ndio anajua kila kitu. Kwa hivyo mzazi wako asilale njaa ukienda kupelekea mtu mwingine pesa. Kwanza anza na mzazi nyumbani. Na anza na familia yako nyumbani. Wale hawana kitu wasaidia wao familia yako kwanza. Si utoke hapo kanunulie mtu gari. Hiyo gari si ununulie dada yako. Kama mama wazazi wako hawako. Afanye biashara naye kama una uwezo. Sisi masheke, ukiangalia sisi masheke, masheke angalia. Sisi hatufanyagi hivyo. Hata kila kitu tunapelekea shehe. Hakuna katika Uislamu watufanye namna hiyo. Hata nyinyi kila kitu mnapeleka pale. Ule jamaa anaona na bibi yake. Tena anaona kanisa zenyu zingine imeandikwa bwana fulani na mke wake. Hiyo ni yake. Na picha. Akiamua kuvunja anavunja. Na anakuambia tokeni endeni, hapa ni kwangu. Ama sio hivyo? Katika msikiti sisi hatuna hiyo. Msikiti, naona msikiti kama hii iko hapa. Hapa hii msikiti. Hii msikiti ukiingitoa viatu pale uingie kwa msikiti, hakuna mtu mkubwa kuliko mwingine. Hata ukiwa wewe ni kiongozi wa aina gani, ukiingia msikitini tunatoshana, tunakuwa level moja. Lakini ukitoka nje, kama ulikuwa na askari wanakuja, mabodyguard wanakuchukua, wanakuingiza kwa gari yako unaenda. Lakini ukishaingia, choo ile unapata hapo ndani ndio tutaenda sote. Mpaka yeye hata kama ni kiongozi wa aina gani. Mwanadamu yeye ni Muislamu. Kuna wakati nakumbuka wakati ya rais wetu marehemu Moi, ule Abdullahi Walde alikuwa rais wa Senegal. Mzee alikuwa mzee sana. Alikujaga hapo Jamia jioni sala ya saa 1 hii ya saa 12. Amekuja amechelewa. Najua alisolia hii pale nje. Alikuta msikiti imejaa, na siku hiyo Jamia ilikuwa tujabomoa tukajenga vile tumejenga saa hii. Sasa msikiti ilikuwa ndogo. Alikuja alisalia nje. Ameletwa na magari kutoka State House akaletwa mpaka pale msikitini. Alisalia hapo nje, aliwekwa mkeka pale. Anasalia hapo nje. Kwa sababu katika Uislamu, kwenye kanisani mimi naonaga mtu akija temdosi MCA akija, wale watu wako pale mbele wanatolewa wanarudishwa nyuma. Wadosi wanakaa mbele. Sisi katika msikiti hatutaki kujua wewe ni nani. Madamu umeingia msikitini. Sasa hiyo ndio makosa. Kwa sababu Mungu, huyo masikini, huenda ikawa ndio anapendwa na Mungu kuliko hao watu wote wako hapo ndani. Huyo amekuja pengine ametoa shilingi 1. Huyo huenda ikawa Mungu ndio anampenda zaidi kuliko nini, kwa sababu ametoa na roho ikiwa sawa. Kuna swali lingine? Tutupe dakika kama 5 tusali alafu turudi. Sawa?